الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. معاشر المسلمين، أهل البدعة wazushi asufia, hawa masufi na wengineo katika watu wa bid'a wanasema kwamba si kila ambacho amekiacha Mtume sallallahu alaihi wasallama, yani akawa Mtume haja akifanya kwamba ni bid'a. Yani wanatuambia kwamba je, kila alichokiacha Mtume kifanya ni bid'a? Aljawabu ayuha alahibba, yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuyafanya yamegawanyika sehemu tatu. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه على ثلاثة أقسام. yale mambo ambayo Mtume hakuyafanya aliyaacha yamegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyaacha, tarakahu alayhi salatu wasalam ma wujudi almuqtadi, pamoja na kupatikana sababu ya kuyaacha, wa intifai almawani, na kuondoka sababu na kuondoka vizuizi. Yani lile jambo wakati wa Mtume sababu ya kulifanya Mtume ipo, sababu ya kulifanya ipo, vizuizi vya kumzuia Mtume asifanye hakuna. Hilo jambo kulifanya kwa sasa ni bid'a, kwa sababu sio maksudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kulifanya, kwa sababu uwezekano wa Mtume kulifanya ulikuwepo lakini hakulifanya. Mfano wake alihtifal bi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam, kusherekea maulidi. Sababu ya kusherekea ilikuwepo zama za Mtume, naam, ilikuwepo, ni mazazi ya Mtume ndio sababu ya kusherekea na kumuadhimisha Mtume na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumswalia Mtume. Lakini je, masahaba na Mtume mwenyewe walisherekea birthday yake? Hawakusherekea. Kwa hiyo kuna kitu kiliwazuia washerekee? Hakuna. Kwa hiyo sio sunna, hiyo ni bid'a, kwa sababu uwezekano wa kufanya ulikuwepo na Mtume hakufanya. Mfano wa pili, nusu katika usiku wa mwezi wa Shaaban ulikuwepo zama za Mtume? Naam, ulikuwepo. Uwezekano wa Mtume kuhuisha kwa ibada na kusherekea ulikuwepo? Naam, ilikuwepo. Mtume alifanya hivyo? Hakufanya. Kwa hiyo wewe ukija kufanya sasa hivi tunakwambia hiyo ni bid'a, kwa sababu Mtume uwezekano wa kufanya ulikuwepo lakini hakufanya, na hakuna kizuizi kilichomzuia. Kwa hiyo kufanya inakuwa ni bid'a, haifai kufanya, na mambo mengine yanaingia katika hiyo nukta.